kama kila nchi itafanya kazi peke yake, Afrika haiwezi kushinda vita hivi vya saratani. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema Afrika haiwezi kushinda vita dhidi ya ugonjwa wa saratani endapo kila nchi itaendelea kufanya kazi kivyake bila mshikamano wa pamoja. Ameeleza kuwa kufikia malengo ya mapambano dhidi ya saratani kunahitajika ushirikiano wa kikanda na wa bara zima la Afrika katika maeneo ya utafiti, mafunzo, kubadilishana wataalamu pamoja na rasilimali tiba na teknolojia. Dr. Mwigulu ametoa kauli hiyo tarehe ya 12 ya mwezi wa pili alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi ya saratani ya Ocean Road yaliyofanyika katika kituo cha mikutano ya kimataifa cha Julius Nyerere yani JNICC jijini Dar es Salaam. Amesema Tanzania iko tayari kushirikiana na nchi zote za Afrika na kwamba kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road itaendelea kuwa kitovu cha ushirikiano wa kikanda na bara zima la Afrika katika kuimarisha mapambano dhidi ya saratani. Aidha, amepongeza mchango wa wataalamu wa taasisi ya saratani ya Ocean Road na Watanzania kwa ujumla kupitia machapisho ya tafiti za kazi za kisayansi, akieleza kuwa zimechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha sera za utekelezaji wa mikakati ya kudhibiti na kutibu saratani ndani na nje ya nchi. Washiriki maadhimisho haya yanatoa fursa ya taifa letu kufanya tafakari ya pamoja na wadau wote muhimu. Kupitia maadhimisho haya tutaweka bayana safari ya mapambano dhidi ya saratani kwa kuangalia wapi tulikotoka, tulipo sasa na wapi tunakoelekea, kama ambavyo mtendaji mkuu, kaimu katibu mkuu wa afya ambaye ni mganga mkuu wa serikali ametupitisha kwenye wasilisho ambalo lilijaa kwa kina dhima hii. Hongera sana Daktari Grace Magembe. Kongamano hili la kimataifa la sayansi la saratani ni jukwaa muhimu sana kwa mustakabali wa mapambano dhidi ya saratani barani Afrika. Tunaamini Afrika haiwezi kushindwa vita dhidi ya saratani ikiwa kila nchi itafanya kazi yake kwa jitihada. Lakini kama kila nchi itafanya kazi peke yake, Afrika haiwezi kushinda vita hivi vya saratani. Hivyo basi, ili kufikia malengo tunahitaji ushirikiano wa kikanda na wa bara zima katika utafiti, mafunzo, kubadilishana wataalamu na kubadilishana rasilimali, teknolojia pamoja na uzoefu. Kazi ambayo imeonekana dhahiri inaenda kufanyika kupitia kongamano la leo. Tanzania iko tayari kushirikiana na nchi zote za Afrika, na kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road tutaendelea kuwa kituo cha ushirikiano wa kikanda na bara zima katika mapambano dhidi ya saratani. Kama tulivyosikia na kuona simulizi za machapisho ya kitafiti na sayansi ambazo wataalamu wetu wa taasisi ya saratani ya Ocean Road na Tanzania kwa ujumla wamefanya, yamekuwa ni mchango mkubwa ndani na nje ya nchi, kisera na kiutendaji katika mapambano dhidi ya saratani. Ndugu washiriki, ninatambua kuwa katika hizi siku mbili mada mbalimbali zitawasilishwa zikiwa zinalenga kujadili na kubadilishana mbinu muhimu za kinga dhidi ya saratani na kuona jinsi gani mtashirikisha wadau wote ili kuweza kupata suluhisho makini. Hii ni hatua muhimu sana inayowezesha kupata masuluhisho ya pamoja yanayotokana na uzoefu wa kimataifa. Serikali kwa kutambua athari za ugonjwa wa saratani kwa ustawi wa nguvu kazi ya Watanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Hatua hizo ni pamoja na kuweka mifumo ya kisera, kutekeleza mipango na mikakati muhimu dhidi ya ugonjwa wa saratani.
tumetoka kuelezewa hatua ambazo zimechukuliwa, na mimi nikazie baadhi ya hatua ambazo zimefanyika. Moja, kumekuwepo na jitihada kubwa za kuimarisha wigo wa upatikanaji wa huduma za uchunguzi wa awali wa saratani za aina mbalimbali, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri na Mganga Mkuu amezibainisha, ikiwemo saratani ya mlango wa kizazi, matiti, tezi dume na utumbo mpana, kwa kusogeza huduma katika ngazi ya msingi. Hatua hii imetekelezwa kwa kuimarisha mifumo ya rufaa ili wagonjwa wapate huduma kwa wakati na kuweka kipaumbele katika kutoa elimu ya afya kwa umma, kuchukua hatua za kujilinda na kubadilisha mitindo ya maisha hatarishi kwa afya za kila mtu. Hatua hizo zote zinalenga kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wagonjwa wanaofika mahospitalini wakiwa katika hatua za mwisho za ugonjwa, ambapo tiba huwa ghali zaidi na uwezekano wa kupona kupungua. Tumeelezewa vizuri hili jambo na Mganga Mkuu. Utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote sambamba na hatua za kinga, serikali imefanya uamuzi mkubwa wa kihistoria wa kuanzisha bima ya afya kwa wote iliyoanza kutekelezwa kwa awamu ya kwanza Januari 26 mwaka 2026, kama tulivyokuwa tumepata taarifa kupitia ahadi za Mheshimiwa Rais na ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025. Suala hili limeanza kutekelezwa ndani ya siku 100 za Mheshimiwa Rais kuingia madarakani, ambapo serikali imeanza kugharamia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa magonjwa sugu yasiyoambukizwa ikiwemo saratani. Hii inaendelea kusheneza dhamira ya dhati ya serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kupambana na masuala ya saratani. Hii ni dhamira ya dhati, na Mheshimiwa Rais ameendelea kuhakikishia umma wa Tanzania kwamba Watanzania walio wengi, hasa wasio na uwezo, wataendelea kupata huduma za kiuchunguzi na tiba ya ugonjwa wa saratani. Vipimo vya kisasa vipo, wataalamu wapo, lakini pia na gharama zinabebwa kwa 100% kwa ajili ya uchunguzi wa gonjwa hili sugu la saratani. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.